pili, ushindani mnaouona nyinyi ambao ndo wanaosimamia mashindano ndio mliutegemea ama upo chini ya kiwango ama umezidi pia malengo yenu? Kitathmini kwa ujumla, sisi kama kamati ya mashindano tunajipongeza kwa sababu tumeweza kufikia malengo. Malengo yetu makubwa yalikuwa ni usawa na haki. Umeona? Sasa usawa na haki kwa maana ipi? Kwa maana kwamba timu zote zipate kile ambacho zinastahili. Na mpaka dakika hii zimeweza kufanikiwa na tumeweza kufanikiwa katika hilo. Sijaona malalamiko kwa waamuzi katika timu zote 16 wala sijaona mashabiki wakilaumu katika kuzichambua zile sheria za mpira zote ambazo tunazifahamu. Kwa hiyo plan yetu ya kwanza tumefanikiwa kuhakikisha usawa na haki katika ligi hii ya msimu huu inatendeka, lakini pia plan yetu ya pili ni kuonyesha tofauti kati ya ligi zingine na ligi yetu, na kwa asilimia pia 100 tumefanikiwa. Tunaposema tumefanikiwa kivipi? Tumefanikiwa kwa maana ipi? Ya kidigitali zaidi. Utandawazi huu ya mwaka jana na mwaka huu ni tofauti kabisa. Mwaka jana kama ulikuwa hatua 10, mwaka huu lazima ufanye hatua 15 mpaka 20. Tumeweza kufanikiwa katika hilo. Mwaka jana Azam TV yes walionyesha, lakini mwaka huu Azam TV wamekuwa serious zaidi kuliko mwaka jana. Kwa hiyo tunaona jinsi gani mashindano haya yamechukuliwa katika ukubwa. Lakini pia sisi kama kamati tumefanya vipi? Utofauti wetu kama kamati tumeweza kuhakikisha tunawafikia wananchi kwa namna yoyote ile. Kuna watu ambao kwa majumbani wataangalia kupitia Azam TV. Kuna watu ambao wapo nearby this area watakuja hapa JMK Park kuweza kushuhudia live. Lakini kuna wale watu ambao wanasafiri na vyombo vyao vya usafiri havina kabisa Azam TV. Watafanya vipi? Tunaona ligi kubwa zina live score, zina football mob, zina application mbalimbali za kuangalia matokeo mechi zikiwa live. Sisi hapa tuna website maalum ambayo hakuna ligi ambayo imefanya hicho kitu before zaidi ya sisi Barbarian. Tumeweka website ambayo ukiwa mahali popote muda wote mechi zetu zikiwa live unaweza kufungua ukaona ziwe mechi zinachezwa live au hazichezwi live. Unataka kuangalia taarifa yoyote ya timu yako yoyote kupitia website ya Barbarian unaona. Hii ni www.barbarianramadhanccup.co.tz. Kupitia hii website unaona takwimu zote. Mimi ni fan wa timu fulani, mimi ni fan wa Kilimanjaro Star Cargo, nataka nikaione, nijue wachezaji wangu ni wakina nani. Kupitia website hii naweza nikafungua upande wa teams pale, nitafungua Kilimanjaro Star Cargo, nitaona wachezaji wangu wote waliosajiliwa na walio qualify kuweza kushiriki katika mashindano haya. Pia nataka niangalie stands, vipi kama nikishinda mechi hii nitakuwa vipi katika msimamo. Kupitia website yetu nitaona hicho kitu. Lakini haijaishia hapo. Mimi niko safari, ni mechi zinaendelea huko, nijue matokeo ni ngapi. Kupitia website yetu kila taarifa unyo kwamba kila dakika kuanzia ya kwanza mpaka ya mwisho naona mtiririko huo. Dakika fulani mtu fulani kapewa kadi, dakika fulani mtu fulani kapata goli, dakika fulani, yani tumenyoka, hatuna kipengele kwa kweli. Umeona? Yes, lakini hatujaishia pia hapo. Kuanzia mechi ya kesho inshallah tunaweka QR code. Ile QR code ni ya kuskani maalum kwa sababu tunaenda kwenye joto sasa. Nikisema joto tunamaanisha tunaenda kwenye mechi ambazo ni za maamuzi. Umeshinda unaendelea, umefungwa unatoka. Kwa hiyo lazima tuweke QR code ya kumsaidia sasa mtazamaji anayetazama hajui kundi hili liko vipi. Kupitia ile QR code ambayo itakuwa katika screen yake, anaskani inampeka moja kwa moja kwenye tovuti yetu ambayo inaonyesha mechi hii kisha hivi matokeo yanakuaje, stands imekaa vipi. Sijui kama unanielewa. Nafikiri vitu hivyo vichache tu vinaonyesha ubora na ukubwa wetu Barbarian Ramadan Cup 2025. Swali moja la mwisho. Wakati nimekaa pale kwenye sehemu ya VIP kuna mdada alikuwa anauliza hivi bingwa anachukua nini? Mimi sikuweza kuwa najibu. Nikasema nitakuja kwenye management au kwenye kamati kama kuna la kulisema sasa ama wasubiri watapewa taarifa. Kwa haraka, bosi wetu ni mtu surprise, mwandaji. Ila unajua uwezo kupewa mkono mtupu hujajua kilichopewa ni shilingi ngapi, si ndio? Taarifa iliyotoka awali ni kwamba bingwa atachukua shilingi milioni 2, atachukua mipira 20, atachukua seti za viatu 20 na jezi seti 1. Sio kama nimeeleweka? Yes, hiyo ni taarifa iliyotoka awali. Lakini boss wetu ni mtu surprise. Kama unavyoona juzi kwa surprise wachezaji wake wa Barbarian FC. Tumekuwa timu ya kwanza Tanzania hii daraja la 3 kumiliki basi kubwa na la kisasa. Kwa hiyo boss wetu ni mtu ambaye unapozungumzia issue ya mpira haoni shida kuweka hela yake. Kwa hiyo niseme tu watu wakae kwa kutulia. Surprise inakuja, umeona, na waendelee kuonyesha ushindani huu kwa sababu ya mbele anafurahisha. Ndio. Usiku mwema. Asante sana. Asante.